hapo sana, tunaangalia historia mbalimbali, nasema moja mbili tatu, ukataka kujitoa, sema hivi wewe kulifiti na liupi, ikawa ni kimya, bila kutokujua mke wangu leo ndio surprise na wewe na mchungaji pa ingawa vijana wengi wameshaongea nao pale makazangu kapiga story, nasema amina sana, ubarikiwe sana, uendelee kwa kazi ya na mimi kupitia ushuhuda wako ambao nimesikiliza huko kwenye simu pale ya mke wangu, nilikuwa naomba hii hapa leo. Mimi shida yangu ni moja tu, kuna pepo ambalo lipo labda la pombe. Naomba leo tuvunje vitu hapa. Naomba Mwenyezi Mungu jamani, pigia Yesu makofi mengi na vigelegele. Haleluya! 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 Na leo nilipata surprise, nimekuja hapa Bwana jamani, nibarikiwe kabisa jamani, mnisaidie kuja na ovya. Imagine mtoto wako sawa, yaani wewe mtoto wako umemlea vizuri sawa jamani, sina watoto hasa wale wanaochipukia, umemlea mtoto vizuri tangu akiwa mdogo, umemfundisha haya mambo, mtoto anafika pale anachipuka, unaanza kumwambia mwanangu, usijaribu kutoka usiku nyumbani, kuna madhara 1, 2, 3. Mtoto ameshakutana na uongo wa shetani, amekutana na uongo wa mwili. Shetani amemdanganya vitu kadha wa kadha, amemtazamisha vitu, tamaa ya mwili imeinuka. Mtoto wako hatulii. Unaongea jamani, unaongea we, mtoto unaniaibisha. Mtoto akipita mtaani wanasema mtoto wa nani, wa fulani. Yaani huyu mtoto ni chokolaa, kila baba wa huyu mtaani mtu wake. Unasikiaje hiyo kitu? Manake huyu mtoto ametoka kabisa kwenye mfanano wako wewe kama mzazi. Bwana asifiwe. Tabia zake, mwenendo wake, maneno yake, marafiki na kila kitu kiko tofauti na wewe. Wakimleta mtoto wako na wewe mpaka unaona aibu, ndio wakisema ni mwanangu, unaona aibu. Bwana tusaidie sana. Kuna vijana sasa hivi, yaani ni kijana amebadilika, haeleweki. Baba yake maskini anakuwa kama baba mchungaji pale, amepiga suti vizuri, amependeza, lakini kijana ameshaona mitandaoni huko, ameshaiga vitu vya mtandao. Kijana ananyoa denge hilo, anakata nywele huku, anakata huku, anatengeneza lasi hapa katikati, anavaa zile suruali zinabana, kimebana kisuruali kiko hapa, hapo hajavaa soksi. Yaani mtoto haeleweki. Unaelewa Si mnanielewa? Bwana asifiwe jamani, haleluya jamani, amina. Mtoto ameiga tabia za ajabu, mtoto haeleweki. Ukikatisha mtaani wanamwita muhuni, alafu wanasema ni mtoto wa fulani, na wewe una heshima fulani mtaani. Unajisikiaje? Roho inauma, unatamani, yaani unajaribu, unahangaika, mwanangu fanya hiki, acha hayo mambo, mimi ni baba yako, nimekuwa mimi ni mama yako, ninayajua haya mambo. Unashangaa kana kujibu kitu hiki kiingie ndani yako, vile ambavyo wewe unaweza ukajisikia aibu. Sawa jamani, sio aibu peke yake na maumivu. Ghafla mtoto anabadilika, anaanza kuvuta bangi, anaanza kuvuta sigara, anaanza kulewa pombe, anakuwa mzinzi. Mtoto akitokeza haeleweki, hawezi hata kufanya kazi yoyote.
yote, unajisikiaje? Kuna mzazi utajisikia vizuri. Yaani mimi binti yangu yuko form 4, nikatoto fulani ananipa sahihi, yaani nina mawazo nikiwa huko na siku zingine. Unaelewa hiyo kitu? Unaelewa yaani nikipiga simu, yaani mimi ninapokuambia leo tu nimempigia ni madamu wake shule, jana nimepiga, wananitianga mogo, nauliza unaelewa? Jumapili nilipiga simu nikaambiwa hajaenda kanisani, nilisi kuchanganyikiwa. Yaani mpaka mume wangu alinipigia simu ananiambia, tafadhali fanya kazi ya Mungu, huyu mtoto. Mimi nikamuuliza kwa nini hajaenda? Usihangaike, yuko salama. Kwa nini unaogopa mtoto asitoke kwenye nini, kwenye ramani? Maana hatima yake itakuwa mbaya. Unaelewa hicho kitu? Na huwa ninakaa na mwanangu, namwambia mwanangu, nimepitia kukataliwa, ninafahamu ukiwa na tabia mbaya watu watakukataa. Namwambia tafadhali, mimi mpaka watu huwa wanaongeana kwamba yani anamdekesha sana mtoto, yuko karibu sana na mtoto, lakini dhamira yangu sio kwamba hata namdekesha. Nimepitia mazingira hatarishi sana, ninajua madhara ya kuwa mbali na mzazi, ninayaelewa. Kwa hiyo nimekaweka katoto kangu ni karafiki, yani nikikali kwanza ninakaombea, ninakaa pamoja, tunaomba, ninampa majukumu, yani ili mradi tu asije katoka kwenye ramani, kwa sababu ninajua akienda nje ya ramani ashuru niko hapa na ubini njini. Naambiwa mtoto wako ni mjamzito. Unasikiaje hiyo kitu? Alafu unawezesha, unasomesha, yani unajaribu kutengeneza picha, yani ye mtoto haelewi, lakini mzazi una picha ya mtoto wako kichwani kwako, na unajua kabisa kulingana na yale maono ambayo unamtazamia mtoto, unatamani, umeshatengeneza na ramani, akikatisha hapa atapita hapa, atapita hapa, akija akidumbukia hapa, hapo anaweza akawa na hatima njema, tayari atakuwa amekuwa. Wazazi wangapi tunakuwa kwa watoto? Tuna picha kabisa za watoto wetu. Nataka nikwambie ndivyo Mungu alivyo na picha ya maisha yako. Yaani mahangaiko unayoona unahangaika, yaani labda we afadhali, mimi ninachanganyikiwa hivi, unaelewa? Unajua mimi nimelala chooni, unaelewa hayo mambo? Nimelala jalalani, nimeokota majalalani, ninajijua zile hatari, ninayajua yale maumivu, ninajua ilivyo kazi. Sitaki kabisa mtoto wangu apitie kitu cha namna hii. Alafu ninamwambia, mimi mama yako nilitunzwa na Yesu, ndio maana leo unanifurahia na wewe unaniombea, unasema mtumishi wa Mungu, nenda kamtumikie Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si tuko hapa wote wa baba na wa mama. Biblia inasema hivi, mtoto mwenye hekima humfurahisha baba, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa nani? Yaani unaelewa ninapotaka kujiona niwe na mzigo hapa, unaelewa hiyo kitu? Unaelewa? Jamani, unaelewa? Sasa yale maumivu ambayo unaogopa mzigo, mtoto azai mtoto nyumbani, unasikiaje hiyo kitu? Kule kwetu wanaitaka msimu. Unaelewa? Alafu huku mitaani huko watu hawamuoi, yaani akiolewa ni muujiza, akizaa mtoto akiolewa ni bahati. Kwa hiyo siku hizi wanawaita mishangazi. Unasikiaje mtoto wako anamuita mishangazi? Unafikiri Mungu anajisikiaje yale majina ambayo wewe unaitwa? Msimuone vile, sio mtu yule, mzinzi sana yule, mlevi sana yule. Unajisikiaje?
Unasikiaje hiyo kitu? Inakaa akilini, inaumiza sana, si ndio? Unaanza kutamani kwamba ninatamani huyu mtoto angenielewa, lakini ngoja nikuonyeshe picha ambayo ni ya ajabu sana, na ndivyo Mungu alivyo. Mtoto akiharibikiwa kule, sawa, amebeba ujauzito, uchungu unakuwa kwa mzazi, anachukua yule mtoto. Watu wengine wanasema ni chokoraa huyo, na yale majina magumu sana mabaya. Mzazi anachukua yule mtoto anakuletea, anasema mwanangu, angalia hii aibu ambayo umepitia, angalia hali uliyoipitia, kwa sababu ni 1, 2, 3. Acha hivi, bado una nafasi. Acha hivi, unaweza ukapata nafasi nyingine ukalea mtoto huyu uliyezaa. Wakati mwingine mzazi anasema mwache mtoto, naomba urudi shuleni mwanangu. Umeelewa moyo wa Mungu ulivyo? Hivyo ndivyo Mungu anavyotutazama. Hajawahi kutuchoka, hajawahi kutupatia tamaa. Narudia tena kusema, kabla hajakuumba katika tumbo la mama, na kabla hujazaliwa wewe alikutakasa. Kwa nini? Amekutenga kwa kusudi maalum. Baada ya Mungu kuona lile kusudi alilolikusudia kwa mwanadamu limeharibika, limepotea, akiangalia maono yake ya mbele, maana yeye huwa anaona mwisho kabla ya mwanzo, akiangalia kule alipokukusudia, akiangalia na hapa ulipo leo, anaona uwezi ukafika, akamtoa Yesu kwa ajili yetu. Baada ya uharibifu mkubwa ndani ya mwanadamu, Yesu anakuja kama mshauri wa ajabu. Manake huyu mwanadamu hawezi kusikia na kuelewa kutoka kwa mwanadamu mwenzake, lazima atokee Yesu. Soma Biblia yako Mwanzo mpaka Ufunuo. Mimi nimejitahidi kusoma, sijapata nabii, sijapata mtume wala mtumishi yeyote aliyeitwa mshauri wa ajabu. Lakini Yesu anaitwa mshauri wa ajabu. Kwa nini? Yesu anapoingia kukushauri, amebeba suluhisho la njia panda ambayo upo. Bwana asifiwe. Ndio maana anaitwa mshauri wa ajabu. Akiingia anashauri kwa upendo, anashauri kwa mzigo, anashauri kwa utulivu, anachukuliana na mtu, anadumbukiza neno moja baada ya jingine, moja baada ya jingine, ili amtoe huyo mtu mahali alipo, amweke pale ambapo Mungu amemkusudia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona sasa, Mungu akafanya jitihada. Yesu akaja kama mshauri wa ajabu, lakini akaja kama Mungu mwenye nguvu. Manake hii mamlaka iliyomteka huyu mwanadamu, hawezi kutoka hapo. Lile ni jambo la kiroho, hakuna mtu anaweza kusaidia. Ndio maana unaweza ukajitahidi, ukapambana, ukashauri mtu acha hii tabia ni mbaya, ukajitahidi, ukatumia na gharama, labda jaribu kufanya hivi, ukatumia nguvu nyingi, lakini usione matokeo. Bwana asifiwe. Yesu akaja kama Mungu mwenye nguvu, alafu akaja kama mfalme wa amani. Shetani anapoharibu moyo wa mtu, ile hali ya utulivu ndani inakosekana. Ndio maana mtu anakuwa na mahangaiko. Leo anawaza afanye hiki, anakiacha. Leo anawaza afanye hiki, anakiacha. Leo anajaribu hiki na hiki, amechanganikiwa, hana utulivu. Lakini Yesu akija kwako, anakuja kama mshauri wa ajabu, anakuja kama Mungu mwenye nguvu, anakuja kama mfalme wa amani, anakuja kama Baba wa milele. Yaani ukiwa naye uko salama. Hana ukomo katika ushauri wake, hana ukomo katika amani yake, hana ukomo katika umilele wake. Akiyakamata maisha yako, akiyakamata maeneo yote kwenye maisha yako, ni lazima uwe na hatima njema, kwa sababu yeye ndiye Alfa na Omega.
Yani ukiongea mwanzo wako anatokea kama mwanzo mshauri, ukiingia kwenye mwisho wako anatokea kama Baba wa milele yote. Bwana asifiwe jamani, haleluya jamani, amina. Kuna vitu Mungu anaanza kudumbukiza ghafla. Unaona huyu mtu alikuwa haeleweki, huyu mtu alikuwa na tabia mbaya. Unashangaa vile vitu vimeanza kuondoka, si kwa sababu amepigwa viboko sana, hapana. Si kwa sababu watu wameshauri sana, hapana. Kwa sababu ameingia jamaa mmoja ambaye ni mshauri wa ajabu. Yeye anayo mamlaka yote dhidi ya uonezi wote wa adui Shetani. Yeye akiingia ndani ya mtu, na ndio maana kwenye Ufunuo 3:20 Biblia inasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu akinikaribisha, anasema nitaingia kwake, nitakula naye. Yesu anapoingia ndani ya mtu, kile kitendo cha kukubali kubadilisha njia zako mbaya kutoka kwenye ramani isiyofaa, Yesu akiingia ndani, madhabahu zote ambazo sio za kwake na kuambia zinasalimu amri na kutoka. Bwana asifiwe. Nye watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Nilikuwa na mtafakari Mungu leo, nimelia sana. Roho Mtakatifu amelia sana ndani yangu kwa mzigo mkubwa sana. Akawa ananiambia, angalia watu wanavyofanya. Akasema, angalia jitihada nilizonazo, nalipa gharama, lakini bado wanadamu wengi. Alafu nikaja na lile neno, aonywaye mara nyingi kishupaza sura yake itavunjika pata kwa vijana mlioko hapa, natunzeni maisha yenu sana. Bwana asifiwe. Narudia tena kusema, yatunzeni maisha yenu sana. Mambo yote ni ubatili, yaani kila kitu unachokiona ni ubatili. Nanielewa vijana? Mabinti, nanielewa? Tunzeni sana maisha yenu. Wakati hizi tulizonazo ni mbaya sana. Bwana asifiwe. Nilisikia kama tetemeko, naelewa tetemeko. Nipo kitandani mpaka natetemeka hivi. Nachukua simu niangalie. Hivi wewe nani anaogopa? Mimi siku ile niliogopa. Kasema mambo gani haya? Mambo gani yanatokea? Hofu ikawa imetanda ndani yangu. Mimi nikaa nawafikiria watoto sasa. Nini unaogopa? Kwa sababu haujui kesho yako ikoje, si ndio? Haujui hatima yako ikoje, unatembea huko gizani. Unaelewa? Kwa mimi nikaja wazo nikasema, kwa hiyo kama mtoto alikuwa kanielewa, lakini baadaye nikasema shetani wewe unanitishia mimi, unaleta Yesu huko na bado nipo sana. Maana mimi ndio yule niliyetoka uzeeni kuja ujamani, kwa hiyo bado nipo sana. Jamani, haleluya! Jamani, amina. Ukiwa kwenye ramani una kitu cha kusema. Kwani Hezekia alipopelekewa taarifa za kufa, si
sasa imeelezea. Kaza kukumbusha Mungu, unajua angekuwa nje ya ramani, huyo Mungu si angekuwa amemgeuzia kisogo, angemsikiliza. Bwana asifiwe sana jamani, haleluya. Lazima tujitahidi kuthamini hizi jitihada ambazo Mungu anaziachilia kwetu, hasa kwenye majira haya ambayo uasi ni wingi, kikombe cha Mungu kinaenda kufurika. Sawa jamani, tujiandae tu, hatujui, si ndio jamani? Tuko hapa tunaongea, tunajifunza neno la Mungu, lakini hatujui nani anatangulia, nani anabaki. Lakini cha maana, unamalizaje? Hakikisha unamaliza mwendo huko kwenye ramani. Tunaungana na Paulo, anasema kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Kwa hiyo ukiwa unatembea kwenye hiyo ramani nzuri, uwe na uhakika utakuwa na mwisho mzuri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa nilikuwa ninawarudia hayo kidogo kwa ajili ya wageni wetu ambao wamefika hapa, lakini nisisitize tu kwamba uwe na uhakika uishi kwa ajili yako, unaishi kwa ajili ya Bwana. Sasa jana tulivuka, nilikuwa nimekwambia tangu awali tuna maandiko matatu. Tulikuwa na kitabu cha Yeremia na kitabu cha Yohana, ile sura ya 14 mstari wa 6. Jana tulianzia mstari wa 5, tukaona sasa kupitia sura hii ya kitabu cha Yohana tukaangalia mambo kadhaa ambayo yatatusaidia ili tuishi kwenye maisha yaliyokusudiwa, maisha ambayo yatakuwa na hatima njema wakati huu tuliopo na wakati ujao. Tukaangalia kwamba Yesu uko mbele kwenye mstari wa kwanza, nitaongea ninavyoendelea na somo hili, lakini jana tuliangalia kwamba tuna maswali mengi ambayo tunajiuliza. Tupo tunahangaika, hiki nifanye nini? Kuna mambo mengi tunakutana nayo, hatuelewi tunatokaje hapo. Kuna vitu vinakusumbua, hauelewi. Tukaona kwamba Tomaso yeye alichukua hatua, akamuuliza Yesu. Yesu alipokuwa anawaambia vitu ambavyo tutaendelea kujifunza huko mbele, Tomaso akasema, tutaendaje wakati hatuijui njia? Bwana Yesu asifiwe. Lile swali lilikuwa ni swali zuri sana. Kwa nani? Kwa Tomaso. Wangapi jana mlielewa? Sitaki kukaa sana. Wangapi jana mlielewa hicho kitu tulichokizungumza? Asante. Hili ni hame yako kwa sababu ya muda wetu. Kwa hiyo tunaangalia kwamba Tomaso akawa amemuuliza Yesu kwenye ule mstari wa 5, lakini sasa ninataka tuongee vipengele hivi vitatu, nitaviongelea hapa kwenye yale majibu ya Yesu. Leo nitaongea kipengele cha kwanza, Mungu kama atanisaidia kukimaliza kwa wakati ili tuwe na muda wa kuomba. Ukisoma Biblia ni Yohana 14, unaona vile ambavyo kwenye mstari wa 5 Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Tomaso akaangalia vitu vya msingi. Kumbuka kwamba naye alikuwa na wenzake, aliunganisha Bwana. Unasema tutakujaje huko wakati hatuijui njia? Manake Tomaso alikuwa ameangalia kwamba huyu Bwana tusipomuuliza vizuri na ametuambia anaondoka, tutabaki tunashangana. Huenda mwenzake alikuwa anajua, lakini hakujua kwa jibu la uhalisia. Tomaso akatamani kujua kile ambacho Yesu anaweza akakitolea maelekezo ili kilete matokeo ule wakati ambao watakuwa wanausubiria. Na hapa tunaona Yesu alikuwa anaongelea kwa habari ya siku za mwisho, alikuwa anaongelea kwa habari ya kuandaliwa makao, ambacho nitakiongelea kwa kadiri tunavyoendelea. Lakini leo nataka tuangalie kwenye yale majibu ya Yesu, yale mambo matatu. Yesu akamwambia kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6, Biblia inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Kuna mkato pale, mimi ndimi njia. Wangapi tumefika hapo? Serikali naongea pekee. Mimi ndimi njia. Alafu jambo la pili anasema kweli. Alafu jambo la tatu anasema uzima. Alafu anasindikiza na
anasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Na ninatamani unikamate vizuri hapo ninapotaka kuongea. Tunaongea kichwa cha somo kinachosema ishi kwa kuifuata ramani ya Mungu ili uwe na hatima njema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza hapa kwamba kwa maisha yetu ambayo tumekosa mwelekeo, tunahitaji sasa kupata mwelekeo wa kutusaidia kufikia kwenye lile kusudi lililokusudiwa. Tukaangalia jana kwamba lile swali ambalo Tomaso aliuliza ni swali la kila mtu kwenye maisha. Nikasema kila mtu aende mbele za Bwana kwa kile kitu ambacho kinakuchanganya au kielewi, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni kukosa kazi, ikiwa ni kwenye utumishi wako, umefika mahali umekaa njia panda, hauelewi hiki ni kipi, hiki nifanye nini. Nikasema unayo nafasi ya kwenda kumuuliza Mungu kile ambacho unatamani ukijua. Usije ukajaribu kujiona unajua, usije ukajaribu kujiona una majibu. Bwana asifiwe. Unapotaka kujua kutoka kwa Mungu, manake Mungu anayo majibu ambayo ni sahihi, kwa sababu anajua kila kitu kuhusu maisha yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Sasa tunaangalia Yesu anamwambia Tomaso, analijibu lile swali, anasema mimi ndimi njia. Mambo matatu ya njia, kweli, uzima. Lakini leo nataka niongee kuhusu njia. Njia yako wewe ni nani? Njia yako wewe ni nini? Kuna njia nyingi ambazo unaweza ukachagua. Kuna njia ya marafiki. Bwana asifiwe. Kuna mtu maisha yake amechagua marafiki. Kuna njia ya mwili, nayo ni njia. Unaweza ukaanza kufuatisha mwili, maisha yanafanya nini? Yanaenda. Lakini tunachoongelea hapa, hatima yako ni nini? Bwana asifiwe. Kuna njia ya pesa. Unaweza ukawa na pesa ukachagua ndo njia ya kukuongoza. Kuna njia ya kazi. Unaweza ukawa na kazi nzuri ukachagua njia ndo ya kutembelea. Ukawa na pesa ukaiona ndo njia ya kukusaidia kutembea. Pesa ikakupa kiburi, pesa ikakwambia fanya anasa, pesa ikakwambia umemaliza, na ndiyo yakawa ni maisha yako. Ukaingia kwenye ulevi, ukaingia kwenye zinaa, ukaingia kwenye vitu mbalimbali, kwa sababu una nini? Una pesa. Ni maisha, nayo ni maisha. Bwana asifiwe. Kuamua kuwa na marafiki wa aina fulani, nayo ni maisha. Bwana atusaidie. Kwani wanaosema umbea hawaishi? Wanaoua hawaishi? Majambazi hawaishi? Wanaoiba hawaishi? Kwa hiyo unaweza ukachagua mwenyewe. Unaelewa eh? Njia ziko nyingi, njia mbalimbali ziko duniani, lakini tunachokitazama katika zile njia zote ni kwamba katika njia hii hatima yangu ni nini? Bwana asifiwe. Kuna mfano mmoja nataka nitoe hapa ili unielewe. Niongelee kidogo njia ya marafiki. Kwenye pesa huko napo nitaongea, Bwana akinisaidia niongee njia ya marafiki. Umeamua kuambatana na nani? Watu hawawezi kutembea pamoja wasipopatana. Hawezi kutembea eti Mkristo ambaye ameokoka na shinda ibadani akatembea na mtu ambaye ni mchawi wakaambatana pamoja. Inawezekana? Haiwezekani. Bwana atusaidie. Hata kama utajificha kanisani
Wakati mwingine tukitaka kujua tabia ya mtu tunaangalia waga yuko na nani. Watoto wakianzaga kuharibika, mtoto akianza kuchelewa kurudi nyumbani, mtoto akianza kutoroka shule, mtoto akianza kukataa kwenda shule, wazazi cha kwanza waga tunajiuliza, hivi siku hizi anakuwa na nani? Bwana asifiwe. Unaangalia ni njia gani ambayo unachagua utembee. Nataka nitoe mfano mmoja kuhusu buibui, na najua mnamjua wote buibui, si ndio? Sisi kule kwetu, wangapi tunavijua vile vyoo vya zamani, yani vile vyoo mmesimamisha zenu tofali, waga mnatengeneza buibui kule chooni kwenye vile vikona, si ndio? Wangapi tumewahi kuona hivyo vitu? Sawa, hiki kitu utaelewa. Mimi mwenzako ni mtafiti sana. Kuna vitu tu ajabu tu. Sasa tuangalie. Siku moja nikaa nimeingia kwenye choo cha design hiyo. Kwenye kile choo nikakuta pale ndani kuna nzi. Unaelewa? Kwenye ile nyumba ya buibui, si mnaielewa? Kuna nzi wako pale. Nikaanza kuangalia, ukiwaona wako hai kwa macho, kama hujaenda kumtikisa, unaona ni nzi ambaye haonyeshi jeraha mahali popote. Bwana aturehemu sana. Ninaongea somo linalosema ishi kwa kuifuata ramani ya Mungu ili uwe na hatima njema. Sawa jamani? Sasa nataka nitolee mfano wa marafiki wasiofaa, aina ya watu ambao unao, ambao hawataleta matokeo yaliyokusudiwa kwenye maisha yako, ambao wamekufikisha hapo ulipo. Hai, yule buibui ninamchukulia ni shetani, unaelewa? Alafu wale nzi, ila wewe sio nzi, ninachukulia ni marafiki, yani ni binadamu, si mnanielewa? Ni mfano. So nikasema huyu mmoja alikuwa kutuambia msingizi. Sawa jamani? Hai, yule buibui akiwa kule ndani anakuwa amejitengenezea kashimo fulani, kanyumba kake kale amekaweka vizuri, lakini kule ndani kuna shimo. Naweza nikasema kuna andaki, kuna mahali anaishi, alafu ameweka muunganiko, yani pakiguswa pale huku ndani anajua. Kwa hiyo sasa anatokea nzi, anatoka anakimbia. Nzi kwa sababu ni mchafu, anatamaa, anaona ule utando wa buibui, anajua ni chakula, anakimbia anaenda kunasa kwenye mtego. Akinasa tu buibui anachoropoka kule ndani, anatoka, nyama imekuja. Buibui akifika pale, alivyo na akili, natamani ushike haya, yatakusaidia sana kwenye maisha yako, yatakusaidia, yatakupa hatua. Buibui alivyo na akili, kwa sababu yuko kwenye mawindo, ametengeneza mtego wake vizuri. Haanzi kuanza kumkatakata yule nzi, aanze kumla mzima mzima. Buibui anamfyonza yule nzi kila kitu kwenye tumbo lake vyote. Sasa kama unataka utafiti, ukienda ukatafute ni wapi ambapo anafyozeaga, mimi sikufuatilia. Sasa yule nzi anakufa, buibui anarudi kwenye chumba chake, amechukua chakula, ameangamiza, anarudi kwenye nini? Kwenye chumba. Kuna nzi mwingine anatoka huko, tamaa, anafika, anamwangalia mwenzake, anaangalia hivi, anasema mbona jamaa yuko pale pale, ni mahali salama, huyo na yeye. Asijue kama mwenzake pale alishakufa, hayupo. Unaelewa hiyo kitu? Nenda kafuatilia, utanielewa. Yule nzi na yeye mbio anakimbia, anaenda naye ananasa. Akinasa tu
Buibui tena anatoka anasema, wao, sasa hivi situmii nguvu, maana ukifanya kazi unalia kivulini. Nyumba nilishajenga, kazi yangu ni kula kivulini. Anatoka tena anaenda anafyonza, anaacha huko. Yule nzi naye anaongezeka, anaongeza hamasa kwa wale nzi wengine. Akitokea nzi mwingine anasema pale wako wawili, manake ni salama, na yeye huyo anaenda anajiunga pale. Buibui huyu sileta mchezo na shetani. Jamani, amina! Jamani, amina! Jamani, amina! Haleluya, haleluya! Nzi wanaendelea kwenda pale. Kwa kadiri wanavyoendelea kwenda, ndivyo wanaendelea kuteketea. Wengine kwa sababu ya muda mrefu wanaanza kuharibika kiungo kimoja kimoja, lakini wengine wanakuwa bado wapo. Sasa na wewe mtu uliyeokoka, unaona kwa sababu watu ni wengi, unasema hiki kikundi mbona ni kizuri, ngoja na mimi nijiingize hapa niwe kwa rafiki. Nataka nikwambie, ziko njia nyingi za kutembea, lakini sio kila njia ina hatima njema kwenye maisha yako. Biblia inaniambia marafiki wabaya huharibu tabia njema. Marafiki wabaya wanaharibu tabia njema, wanaharibu tabia yako, wanaharibu mwenendo wako, wanaharibu maisha yako. Unabaki unashangaa, eti kwa sababu ni wengi unasema na mimi nitajiunga hapo. Nimekuletea neno la Bwana. Yesu anamwambia Tomaso, mimi ndimi njia. Yesu ni njia ya kweli. Yesu ni njia ya kweli. Njia yake haina majuto kama ile njia ya buibui. Ukiwa kwa Yesu uko salama, hawezi kukutoa mawindo kwa adui. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Jamani, amina. Unaweza ukayafuatilia maisha yako, unaweza ukaiona mienendo yako kule, namna ulikofuatisha watu wengine, ulipofuata ushauri wa watu wengine. Angalia maisha yako yalivyopoteza mwelekeo. Una jina la kuwa hai, lakini ndani yako umekufa, hakuna chochote. Kwa nini? Kwa sababu ya ile njia ambayo uliifuata, ambayo sio njia ya kweli. Nataka nikwambie, Yesu amejifunua jioni ya leo kama njia kwako. Ukitembea naye, nakwambia utakuwa salama. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, amina. Ndio maana leo tuna washirika wengi, tuna waimbaji wazuri, tuna wahubiri wazuri, tuna washirika, tuna wapiga vyombo, tuna mafundi mitambo. Wakikaa hapa wanasema, jamani, hakika anapiga vyombo, lakini kumbe maisha yake alishafyonzwa, hana chochote, hawezi kuomba, hawezi kusoma neno. Biblia inaniambia mtu akiwa nje ya Kristo hawezi kuwa salama. Yule anayekuwa ndani ya Kristo, huyo ndiye anafanywa kuwa kiumbe kipya. Unasema ninaongea nini? Ninaiongea Biblia wewe. Biblia inasema wale wote waliompokea, wale wote waliomkubali Yesu, wale wote walioamua kutembea pamoja na Bwana, au wamezaliwa mara ya pili, wamefanyika watoto wa Mungu. Tabia zao ni za baba yao. Anapokanyaga baba, ndipo watoto walipo. Wanapenda mausia ya baba yao, hawatembei nje ya mipaka ya baba yao. Ninachukia uzembe mbele za Mungu kuliko unavyoweza kuwaza. Ninajua madhara ya kuwa nje ya Mungu. Ninajua madhara ya kuleta uzembe kwenye kazi ya Bwana. Ninakwambia, chagua njia sahihi. Acha kufuata mikumbo, acha kuigaiga mambo. Ndio maana maisha yako hayaeleweki.
haieleweki, historia yako inagoma goma, haina mwelekeo. Yesu ni njia, nakwambia amenyoka. Ukimfuata wewe unakuwa salama. Yeye anaweza, ni mshauri wa ajabu, ni mshauri wa ajabu, anazo nguvu za kuleta mageuzi kwako. Tumeajabu sana. Sema upiga vyombo hivi, hata maombi ya muombaji wengine wako wapi? Watu wa mitambo na mambo ya ajabu. Utamuona na kisimu chake amekaa kanisani, wenzake tunaendelea na ibada. Nakwambia, anayetembea kwenye njia, Yesu alipokuwa anatembea kwenye njia ya baba yake, wakati mwingine alipelekewa chakula, akasema chakula changu mimi ni kuyafanya mapenzi ya baba yangu. Unapokuwa na Yesu, wewe masuala mengine yanakaa pembeni, anachukua nafasi yeye peke yake, maana amestahili heshima. Pone kwa jina la Yesu aliye hai. Unatutishia na kupiga vyombo. Unafikiri shetani anatishika na kinanda wewe? Shetani alikuwa Lucifer, wewe alikuwa anaweza kuliko wewe, alikuwa anapiga kuliko wewe, alikuwa akinua mikono, yeye ni kinanda. Wewe unakuja na kinanda, unafikiri unamtisha shetani? Kama huwezi kukaa kanisani, nenda kakae duniani huko. Haleluya jamani, amina. Narudia tena kusema, wana amani nyingi, wanaopenda sheria ya Bwana, wala hawana jambo lolote la kuwakwaza. Sio majira ya kutembea kwenye njia mbili. Utatembea kwenye njia mbili mpaka lini? Chagua jioni ya leo, njia yako iwe ni ipi? Chagua njia yako ambaye ni Yesu Kristo aliye hai, na ukiamua kutembea, fuata kanuni na maelekezo. Vijana, haleluya, wameenda wapi wapigaji? Alafu tabia ya kupiga hapa, mnaimba, mnatoka nje, mahubiri yanaendelea, nyie mnatoka kwa jina la Yesu. Kaeni, neno la Bwana liwatengeneze. Sisi hatutaki ujuzi, tunamtaka Bwana, tunamtaka Bwana, tunamtaka Bwana. Uko nje ya mfumo, na ndio hawa wanataka kuonekana wao wamejaa mashindano. Akipiga huyu anasema huyu apigagi vizuri. Kuna kaka mmoja namuona anapiga, anaimba, kwa kweli anaubariki sana moyo wangu, ninajisikia vizuri. Nikasema tuwapate wapi watu kama hawa ambao wameamua kutembea kwenye ramani? Amekaa pale anapiga, alafu anaimba mpaka unasikia Roho Mtakatifu anadunda ndani, ti ti ti. Ghafla unashindwa kujizuia, maana kuna mlipuko ndani. Ayayayayaya, chagueni leo, ni njia ipi mnayoamua kutembea nayo? Unataka matokeo? Chagua njia unayotembea nayo. Mimi ninaongea jamani, mkinipenda nipendeni, na mkinichukia shauri yenu, lakini sitakwepesha hata moja. Lile ambalo Bwana ananipa ndilo nitakalolisema, na ninakwambia hii ni sauti ya mtu aliye nyikani. Tengeneza njia ya Bwana. Michanganyo hatutaki kanisani. Yesu ni mtakatifu, hachangamani na uovu. Tunaona nje kwanza, ndipo tupokee ulichobeba. Alikuwa anahubiri mavazi
hapa, si ni wewe Yesu. Sketi iko hapa. We, sisi hatuangalii ndani na kuambia, tunaangalia nje. Ikiwa Yesu ni nuru na wewe ni nuru, lazima ukubali kutembea kwenye nuru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kanisa la Bwana, ni majira ya kuamka kutoka kwenye giza. Yesu amekuja kama nuru. Aya, ipokeni nuru ya Bwana. Watu wanashindwa kuabudu. Wababa wamekaa huku, badala wasikilize si ni wewe Yesu, wanaangalia ile mipasuo. Wababa wanapoteza dira. Unaharibu ibada kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Tukitaka kuleta matokeo, lazima tukubali kufanana na Yesu, kubali kufanana na Yesu, kuanzia muonekano wako, kutembea kwako, matendo yako, kila kitu. Watu wakikutazama wamuone Yesu ndani yako. Waliochagua kutembea kwenye njia ya Yesu, na kuambia ukiwaona wanafanana na Yesu. Petro wakamwambia, hata kusema kwako kunaonekana wewe ni mwanafunzi, lakini wewe umejaa maneno ya umbea, umejaa maneno ya maumivu, bado haujafanana wewe. Kubali kurudi leo. Tomaso alipochanganikiwa, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Haleluya. Bwana asifiwe. Imekuwa sababu ya watu kutoingia kanisani. Mtu ametoka duniani, amekuta wanavaa vitu viko hapa, amekuta yani nyie waimbaji. Nilikuwa naongea na yule dereva anayenibeba yule, naye mtuma, Mungu awabariki sana. Ninashukuru amekuwa rafiki yangu. Nadumbukiza vitu, kila nikiwa naye nadumbukiza vitu kwenye moyo wake, nadumbukiza, na namshukuru Mungu anavipokea. Anasema, mama, ulivyoniambia jana ni kweli kabisa. Yani ni kama maisha yangu ndivyo Bwana alivyo. Neno lake linaangaza, neno lake linaona ile hali tulionayo, kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana asifiwe. Lazima iwepo tofauti, tujitofautishe. Sisi ni watofauti, na ndio maana ukiokoka unazaliwa mara ya pili, unakuwa ukoo mwingine. Huku hatuvai kama wale, huku hatuongei kama wale, huku hatuishi kama wale, huku hatutembei kama wale. Tunatembea kwenye ramani ya Yesu Kristo aliye njia, kweli na uzima. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninampenda Yesu kwa kuwa ni pasua kwenye kona, hakatishi, ananyoka. Shauli yako wewe ambaye unakatishia upande huko, Yesu ukiwa naye haupiti shortcut, unanyoka mpaka msalabani, unanyoka mpaka msalabani. Yeye ni mtakatifu, hachangamani na uovu. Na nitasema sijaja huku kwa hasara. Nimeacha watoto nyumbani, nimeacha mpaka mtoto wa miaka 3 na miezi nimemwacha. Ninavyoondoka, yule mwanangu ananiambia, mama, usiondoka, uliondoka sana. Nikasema kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo siwezi kukaa kwa hasara eti kuogopa nikisema watachukia. Hata ukichukia shauri yako, Biblia inaniambia yako majira yanakuja, utatoa hesabu na sauti yangu itakuja, utaisikia kwa habari ya uovu, kwa habari ya njia zisizofaa. Sasa hivi kuna maajabu baba. Hao waimbaji hawajai roho. Kuna maajabu, wanaigiza mpaka kunena.
jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu akishuka, tunaona badiliko, maana yeye huja kunyunyiza kwenye ukame kwa jina la Yesu. Kubalini kutoka kwenye ukame. Tembeeni kwenye njia ya Bwana, tembeeni kwenye njia ya Bwana. Anasema kila mwenye kiu na aje kwangu anywe. Nenda kasome Biblia yako kwenye kitabu cha Yohana. Yesu amekutana na yule mwanamke Msamaria. Yesu anaongea naye. Alijuaga anafanya ibada, lakini alikuwa anaabudu asichokijua, maana alijua ni Mungu sio Mungu. Kwa nini? Kwa sababu maisha yake mfumo ulimkataa. Yesu akamwambia hata mume uliye naye sio wako. Halafu Yesu akamwambia saa inakuja, nayo sasa ipo, waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye watamwabudu katika roho na kweli. Nataka nikwambie, tuliookoka, tuliohamishwa, tunafanya ibada kutoka rohoni. Maisha yetu tunaanzia rohoni. Kabla hujafanya jambo, nenda kaulize rohoni, na kiongozi wetu ni Yesu mwenyewe, kwa sababu Mungu wetu ni roho na ndiye kiongozi. Hauwezi ukatoka mwilini ukaenda rohoni, lazima uende rohoni ndipo uje mwilini. Mhudumu anayejielewa, linapokuja swala la kuhudumu, anaenda silini kwa baba yake, anasema Baba, niko kwenye zamu, nielekeze cha kufanya, nielekeze cha kusema, maana anajua maisha yake si kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wangapi mnaelewa? Wangapi neno hili linatengeneza? Jamani, haleluya! Jamani, amina. Usije ukajaribu kusema angekuwepo fulani hapa. Hapana, ndio maana hayupo. Ni wewe ndiye mwenye shida na hayo masikio ya utafiti. Kwa jina la Yesu aliye hai, neno hili lilete badiliko ndani yako kwa kukubali kutembea pamoja na Bwana. Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Yesu anajifunua kwako kama njia, lakini njia hiyo maana yake ni nuru. Anasema na mimi ndiye nuru ya ulimwengu, anayenifuata mimi hata kwenda gizani. Nataka nikwambie, kazi ya nuru ni kumulika, ni kuangaza, ili usipotee, ili usijikwae. Inakuonesha nuru ikiwaka hapa, kila kitu kinaonekana, mambo yote yanaonekana. Kwa hiyo Yesu kama njia anakuja na nuru kwenye ufahamu wako, anakuangaza yale mambo sahihi ya kuyafanya. Bwana asifiwe. Ashumu akiwa wamekata umeme, huwa unaona, huwa tunaona wakikata umeme, tunabaki tunatembea tunapapasa, si ndio? Kama ambavyo yule mwizi anapapasa kwenda kwa Mungu, hana uhakika kama ni salama. Lazima akikaa hivi anaangalia hivi kweli chakula kabisa
lakini kwa sababu sio njia sahihi haelewi. Hakuna nuru, kuna giza. Jamani, amina. Anaenda kwa kubahatisha, anaenda anaingia kwenye mtego. Hapana, tumeingia kwenye mitego mingi kupitia biashara. Unaamka leo unasema jana niliuza viazi vikanigomea, hebu leo nimesikia matikiti yanalipa, ngoja niingia kwenye matikiti. Anaingia kwenye matikiti, anapolangua tu anatangaza soko yameshuka bei, saizi ni 500, alichukua 1000, tayari anadondoka chini, kwa sababu anaenda kwa kubahatisha. Anajaribu kuchagua, labda nijaribu kuuza nguo, analangua tu zile nguo, kumbe amechukua muda ambao umeisha, ambao fasheni yake imeisha, zimekuja nyingine, mtaji unafia pale kwa sababu hakuna nuru. Lakini Yesu anapokuwa na wewe, nakwambia Yesu ni nuru, nakwambia Yesu ni nuru, atakuangaza, kila kitu kitakuwa wazi, hautateketea. Kwenye kitabu cha Isaya 60 anasema ondoka uangaze, maana nuru imekuja. Yesu amekuja kukuzukia jioni ya leo kama njia kwenye maisha yako, na mimi ninasema ondoka uangaze, ondoka uangaze, ondoka uangaze, ondokeni muangaze. Nuru ya Bwana imekuja, utukufu wa Bwana umekuzukia. Ondoka kwenye hiyo njia, njoo tuangaze na Bwana aliyebeba hatima yetu, aliyebeba maisha yetu. Simama mahali ulipo. Mungu wetu ni Mungu